naitwa White.com, ni msanii wa Bongo Flava, pia ni balozi wa 4R. Nimeanzisha kampeni hii inayoitwa No election no reform, yani hakuna mabadiliko bila uchaguzi. Hii kampeni nimeanzisha baada ya kuona kwamba kuna baadhi ya vyama vya kisiasa vikihamasisha Watanzania kutoshiriki uchaguzi mkuu Oktoba 2025. Kwa hiyo nimeanzisha hii kampeni nikihamasisha Watanzania kuweza kushiriki uchaguzi kwa sababu kikatiba kushiriki uchaguzi ni haki ya kila Mtanzania. Hivyo nawaomba ndugu zangu wa Tanzania, asitokee mtu yeyote ama chama chochote kuzuia ama kukwambia kwamba usishiriki uchaguzi. Tambua kwamba usiposhiriki uchaguzi utakuwa umejinyima haki yako ya msingi katiba, na huenda usipate viongozi ambao unataka uweze kuwapata ili waweze kukuletea mabadiliko. Njia pekee ya kuweza kukuletea mabadiliko unayotaka Mtanzania mwenzangu ni kushiriki uchaguzi kwa kupiga kura ama kupigiwa. Kwa hiyo ninawaomba ndugu zangu wa Tanzania wote kwa pamoja tuweze kushiriki uchaguzi Oktoba mwaka 2025 ili tuweze kupata viongozi wale ambao tunawataka sisi wenyewe waweze kutuletea mabadiliko. Nimekuwa nikitembea sehemu tofauti zenye mkusanyiko nikiwa nimevaa bango langu hivi na kuweza kuwaonesha Watanzania waweze kusoma na kuelewa ni nini ambacho inamaanisha kwenye bango. Kwa hiyo nimekuwa nikizunguka sehemu tofauti zenye mkusanyiko, kama leo hapa uwanjani kuna Samia Cup niko hapa kwa ajili ya kuhamasisha Watanzania kuweza kushiriki uchaguzi, lakini pia kupitia mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii nimekuwa nikihamasisha kupitia peji zangu za Instagram, YouTube, Facebook pamoja na TikTok ili kuhakikisha basi Watanzania wanaweza kupata ujumbe huu muhimu na kuweza kufanyia kazi katika wakati muhimu, hasa wakati tunaelekea katika uchaguzi mkuu 2025. Mimi naona vyama vya siasa visimame kuwa positive, vihamasishe vitu positive, yani visiende negative, kwa sababu tukienda negative, tukisema tusishiriki uchaguzi, tutakuwa tunajikosesha sisi wenyewe. Yani tunaweza tujikoseshe sisi viongozi wazuri ambao tunawataka, lakini pia tunaweza tusababishe amani yetu iliyokuwa nayo iweze kuvurugika. Na sisi watu wenye ulemavu pia sisi huwa tunapenda tuwe na amani muda wote, kwa sababu kuna wengine wanaweza kukimbia. Kuna walemavu ambao wana ulemavu wa miguu. Ikitokea vurugu, mlemavu wa mguu hawezi kukimbia. Hata sisi watu wenye ualbino hatuwezi kukimbia kwa sababu tunakuaga na ile low vision, sisi hatuoni mbali. Kwa hiyo vyama vya kisiasa vingesimama positive na kuanza kuangalia katiba inasemaje, kuweza kuifuata katiba ili basi tuweze kuendelea kuwa na amani. Lakini tukienda tofauti na katiba, tunakuwa tunachochea vurugu, tunaweza tupoteze amani. Mimi wito wangu kwa watu wenye ulemavu, kwanza kabisa watu wenye ulemavu huwa tuna fikra ambayo naweza nikasema ni fikra potofu ya kusema kwamba siwezi. Hapana, sisi tuna uwezo mkubwa, tena tuna uwezo mkubwa sana. Hivyo basi tuweze kuchangamka pale, tuweze kuingia sehemu tofauti kwenye vyama vya kisiasa. Vyama vyenyewe vinaweza kutuamini, kwa sababu kwenye watu wenye ulemavu
ninaamini wapo wengi ambao wana elimu kubwa na hata CV zao zinakuwa zinaruhusu. Kwa mimi sema kweli, mwaka huu sijajiandaa kuweza kugombea kwa sababu nina kazi kubwa sana. Hii ni kazi kubwa sana ambayo inatakiwa, hii kampeni inatakiwa ifike nchi nzima. Kwa hiyo sio kazi ndogo. Wakati kampeni zinaendelea, na mimi natakiwa niwe tayari niko napiga kazi kuhakikisha kwamba hii kampeni inaweza kuwafikia Watanzania wengi zaidi, Tanzania nzima.